Asubuhi njema na karibu kwenye habari za leo tarehe 14 mwezi wa sita mwaka 2025. Habari za asubuhi, sauti ya Radio Gakono. Mtangazaji ni Hosbon Dagiro. Habari zetu tutaangazia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwake Kivu Kusini. Muktasari wa habari zetu: ukiukaji wa haki za binadamu mjini Uvira, raia wa kabila la Wanyamulenge walipigwa, kuteswa, kunyang'anywa mali mbele ya wanajeshi wa Burundi waliowakabidhi kwa waasi wa Mai Mai wanaofanya kazi pamoja na serikali ya Kinshasa. Usalama warejea Kamanyola licha ya milipuko ya risasi iliyosikika. Jeshi la AFC M23 Twirwaneho iliwakamata wahalifu na kuwamalizia hapo hapo na kurejesha utulivu kwa wakazi wa mji huo. Mtego wa jeshi la Burundi washindwa kunasa M23 baada ya kupewa habari zisizo. Wanajeshi wa Burundi walishindwa kuwatega AFC M23 Twirwaneho na kurejea makambini wakiwa na hali ya kukata tamaa. Habari kamili. Habari zetu tuanzie mjini Uvira, katika wakati ambapo hali ya usalama inaendelea kuwa tete mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kutoka maeneo ya Uvira Bijombo ni ripoti matukio makali ya ukiukaji wa haki za binadamu yanayolenga raia wa jamii ya Wanyamulenge. Raia kadhaa walipigwa vibaya, baadhi yao kujeruhiwa kwa kiwango kikubwa na kupelekwa hospitalini wakiwa katika hali mbaya. Mmoja wao hadi sasa hawezi kuzungumza na anaendelea kuwa katika hali mbaya na hali ngumu zaidi. Wanajeshi kutoka nchi ya Burundi waliokuwa katika maeneo hayo walitoa maelezo juu ya kwa nini waliwakamata baadhi ya raia wa kabila la Wanyamulenge ambao walikuwa wanawasindikiza kuelekea sehemu za Bijombo kwao na kuwakabidhi kwa waasi wa Mai Mai ambao wanafanya kazi kwa karibu na serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walisema kwamba baada ya wazalendo kuanza kushambulia askari wa Burundi huku wakiendelea kufyatua risasi lengo la kuwalinda raia, walijaribu kutafuta msaada kutoka kwa wanajeshi wa nchi ya Jamhuri ya Kongo wanaofanya kazi pamoja FARDC bila mafanikio kuwapata wao. Tukio hilo ndilo lililowasababisha wao kuwakamata raia na kuwakabidhi kwa waasi wa Mai Mai, kuzuia kusiripotiwe vifo na kusingizia wanajeshi wa Burundi kuwa wameweza kuchangia kwenye mauaji hayo. Mara baada ya kukabidhiwa kwa waasi, raia hao walipigwa kikatili, wakateswa hadharani mbele ya wanajeshi wa Burundi waliowakabidhi mikononi mwa Mai Mai na kuendelea kuwatusi kwa maneno makali. Mali zao ziliibwa, baadhi zilirejeshwa lakini zingine zilitoweka, ikiwa ni pamoja na pesa nyingi zilizokuwa zimeibwa na wazalendo hao, na wengine pesa zingine zikapewa wanajeshi wa Burundi, ingawa zaidi ya milioni 10 pesa za Kongo zimeweza kurudishwa kwa zile zilikuwa zimepewa wanajeshi wa Burundi ambao walikuwa wanasindikiza raia hawa wa kabila la Wanyamulenge, huku kiasi kingine cha zaidi ya bilioni 20 kikiwa na waasi wa Mai Mai hadi sasa hakijapatikana. Hizi ni habari kutoka mjini Uvira. Wanajeshi wa Burundi walitoa ahadi ya mfumo mpya wa kuwasindikiza raia kupanda na kushuka milima kwa usalama, lakini matumaini ya ulinzi na haki bado ni hafifu, huku wale ambao walikuwa wamefungwa kama hawana kitu waliachwa mikono wazi, na huku Waswahili wakisema kuwa mikono mitupu hailambwi. Watu hawa wote ambao walikuwa wamefungwa, idadi ya watu 15, wako kwa nyumba za wakazi wa Uvira, huku wasiokuwa na mbele wala nyuma, huku wakiendelea kutafuta jinsi ambavyo wanaweza kufika makwao baada ya serikali ya Kinshasa kuendelea kufanya ubaguzi na kubagua kabila la Wanyamulenge. Katika jitihadi za kutafuta suluhisho, kikao maalum kilifanya kati ya wanajeshi wa Burundi na viongozi wa jamii ya Banyamulenge katika eneo la Bijombo. Kikao hiki kilifuatia mauaji ya kijana mmoja huko Mitamba na mauaji ya wakazi wa eneo la Bafurero ambao ni kabila ambalo linapigana likiungana na serikali ya Kinshasa. Mai Mai, wazalendo wa Bembe na Wanyindu kuendelea kuyumbisha na kuzorotesha usalama wa raia wa kabila la Wanyamulenge sehemu zile, hali iliyopelekea kufungwa
kwa muda kwa soko ya Mitamba. Hata hivyo, habari zinasema kuwa soko hilo linapangwa kufunguliwa tena hivi karibuni baada ya vikao ambavyo vinaendelea kufanywa, huku ikitarajiwa vikao vingine. Viongozi wa Bijombo walijaribu kurejesha mshikamano kati ya pande husika, japokuwa maamuzi ya kikao hicho hayajawekwa wazi kwa umma. Inatarajiwa kuwa kikao kingine kikubwa kitafanyika tarehe 19, huku ni kikao kitawaunganisha wanajeshi hao na kabila zote ambazo zinaishi sehemu za Bijombo. Katika hali hiyo ya mtafaruku, kundi la watu ambao walijiweka pamoja wanaotumika na serikali ya Kinshasa linaloitwa Akagara limekata tamaa kufuatia ukandamizi mkubwa dhidi ya wafanyakazi wa serikali ya Kinshasa kutoka kabila la Wanyamulenge. Imelaumiwa kwa ukimya juu ya vitendo vinavyofanyika Uvira, serikali ya Kinshasa bila kusema lolote, huku watu kama Enoke Ruberangabo, ni mmoja ambaye ni mtu almaarufu anayejulikana kwenye serikali ya Kinshasa, ambaye amekuwa akitumiwa na serikali ya Kinshasa kukanusha na kukataa yale mateso ambalo kabila la Wanyamulenge wanaendelea kupitia. Mashuhuda wanasema kuwa wanawake na watoto walilazimishwa kuinua mikono mbele ya bunduki za Mai Mai wakati walipokamatwa, wakitukanwa vikali, ila juhudi zao ziliangukia patupu, huku wakionekana wakiwa wameteswa sana na kundi hili la Mai Mai. Katika tukio jingine, kiongozi wa shirika Rashikama Muyoboke Bose alipoteza nyaraka zake zote muhimu, ikiwa ni pamoja na kadi za utambulisho. Kwa sasa hawezi kutekeleza majukumu yake kwa uhuru. Alipigwa na kujeruhiwa vibaya akiwa anawatetea raia wa jamii la Wanyamulenge. Alipigania haki zao kwa ujasiri, japokuwa alilipwa kwa mateso na serikali inayokandamiza raia wa asili ya Kitutsi Banyamulenge. Ameendelea kuwa sauti ya kweli wakati huu wa ubaguzi unaoendelea kufanyiwa kabila la Wanyamulenge mjini Uvira na kupitia mateso makali. Kiongozi wa zamani wa mji Kiza Muhato alilaani kwa nguvu ubaguzi wa kikabila dhidi ya Wanyamulenge, akisema haieleweki kwa nini wanachama wa AFC wanabaguliwa ilhali chama hicho kinawakilisha makabila yote, lakini kabila la Wanyamulenge mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kukumbana na tatizo la kubaguliwa na kuendelea kuteswa nchini humo. Katika jiji la Uvira lenye zaidi vitongoji 17, Wanyamulenge wanaweza kufika tu katika vitongoji 4, lakini hata huko hawako na usalama wa kutosha kutokana na vitendo vya mnyanyaso vinavyoendelea kufanywa na serikali ya Kinshasa na wale ambao wanaendelea kuwaunga mkono, wakiwemo Mai Mai ambao walipewa jina la uzalendo na rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akiwa ni mmoja ambaye alitoa silaha kwenye makundi ya silaha kuendelea kubagua na kukandamiza kabila la Wanyamulenge Watutsi wanaoishi mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye nyanda za milima ya juu ya Mulenge. Usiku wa kuamkia tarehe 13 Juni katika eneo la Kamanyula linalopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ilisikika milipuko ya risasi na milio ya bunduki katika saa za usiku, saa 3:30, iliyowatia hofu wakazi waliokuwa majumbani mwao. Tukio hilo limetokea wakati eneo hilo au kijiji hicho cha Kamanyula kinadhibitiwa na wapiganaji wa AFC M23 Twirwaneho, ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kurejesha amani na usalama kwa wakazi wa Kamanyola waliokuwa wakiishi kwa mashaka kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa taarifa, milio hiyo ya risasi ilisababishwa na kundi la vijana wa wazalendo wahalifu waliokuwa wakijaribu kufanya uhalifu wa uporaji na wizi. Hata hivyo, baadhi yao walikamatwa na askari wa M23 Twirwaneho, huku wengine wakifanikiwa kutoweka, huku M23 ikiendelea kufanya kazi ngumu pale ili iendelee kulinda usalama wa raia na mali zao. La Kamanyula linalokaliwa na jamii mbalimbali sasa linashuhudia mabadiliko makubwa ya usafi, utulivu na matumaini tofauti. Ni hali ya awali wakati lilikuwa likidhibitiwa na wanajeshi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, huku wakazi wa Kamanyula wamesifu kazi ya jeshi ya M23 Twirwaneho, wakisema kuwa limefanikiwa
kuleta ulinzi thabiti na kuwahakikishia usalama wa maisha na mali zao. Wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, huku kuonyesha imani mpya katika taifa lao nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya miaka mingi wakiendelea kubaguliwa. Hata hivyo, kuna ripoti kubwa katika baadhi ya maeneo tambarare Plain. Majeshi ya Burundi yamerundikwa kwa maelfu yakishirikiana na jeshi la Kongo kutekeleza kile kinachotajwa kuwa ni mpango wa mauaji na kuanza vita kwenye sehemu hizo ambazo zinaishi wakazi wengi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokomeza jamii ya Watutsi wanaoishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile kuna taarifa za kuwepo kwa magari ya kivita na ndege zisizo na rubani drones zinavyoendelea kupiga picha maeneo hayo kwa karibu. Habari ambazo zimeweza kutoka sehemu zile ni kwamba wanajeshi wa Burundi wanaendelea kunyanyasa wapita njia wanaosafiri kutoka mji Uvira kuelekea Kamanyola na wale ambao wanaelekea Uvira wakitoka Kamanyola kuwa wanaendelea kutozwa ushuru na wanajeshi wa nchi ya Burundi, kwani wanajeshi hao wa Burundi wanaendelea kunyanyasa, huku ikiripotiwa kuwa njia hiyo hakuna mwanaume ambaye anaweza kupita. Katika maeneo yote yanayodhibitiwa na M23 Twirwaneho, wakazi wanaendelea kuishi kwa utulivu wakishiriki shughuli za maendeleo licha ya vitisho vya wahalifu wa mitaani na mashinikizo kutoka vikosi vya serikali na makundi yenye silaha wanaofanya kazi kwa karibu. Gashama, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwenye nyanda za juu za Mulenge, jeshi la Burundi lilitega mtego usiofua dafu dhidi ya AFC M23 Twirwaneho. Maelfu ya wanajeshi wa Burundi waliokuwa na makambi yao maeneo Kijama na Bibangwa walishuka kuelekea kijiji cha Gashama wakilenga kutegea mtego wa vita ambushi vikosi vya AFC M23 Twirwaneho. Haya yalifanyika kufuatia tetesi walizopewa na maafisa wa FARDC kutoka Kisangani kwamba vikosi vya AFC Twirwaneho M23 vitapita maeneo hayo. Huku ndipo wanajeshi wa Burundi wakajitahidi na kujitolea muhanga kwenda kutega ambush wanajeshi hao. Kwa takribani siku 3 mfululizo, wanajeshi hao walikaa vichakani wakisubiri majeshi ya AFC yapitie eneo hilo wakiwa wamebeba silaha nzito, risasi na mizigo ya msaada ya kivita. Walijipanga kwa mashambulizi makubwa. Hata hivyo, mtego wao haukufua dafu, kwani hakuna kikosi hata kimoja cha AFC kilichopita sehemu hizo. Ilikuwa ni habari za uongo ambazo wameweza kuzipokea. Uoga mkubwa ulitanda miongoni mwa wanajeshi wa Burundi, wakihisi kila mtikisiko wa matawi kama mashambulizi ya ghafla. Hali hii ilisababisha vurugu za kisiasa na mkanganyiko, huku kukiwa na taarifa za kukosekana kwa utulivu katika maeneo ya Ndondo ambapo kunajulikana kwa jina hilo, ambako wanajeshi wa Evariste Ndayishimiye kutoka nchi ya Burundi, hasa Wahutu, ambao wanaendelea kuelekea sehemu zile, huku ikiwa ni ahadi iliyotiwa saini na rais wa Kongo na rais wa nchi ya Burundi Evariste Ndayishimiye anayetambulika kwa jina la Neva. Baada ya mtego wa kushindwa, wanajeshi wa Burundi walilazimika kurudi katika makambi yao Kijama na Bibangwa. Habari kutoka milima ya Mulenge zinasema kuwa walionyesha na hali ya kijeshi na mazingira magumu waliokutana nayo. Wakati huo huo, vikosi vya Evariste Ndayishimiye kutoka Burundi vinaendelea kupeleka wanajeshi wapya waliomaliza mafunzo nchini mwao wakiwa na silaha nzito na vifaa vya kisasa. Idadi ya wanajeshi wanaongezeka kila siku, wakielekezwa kwenye maeneo Mulenge mashariki mwa nchi ya Kongo. Hata hivyo, hali ni tofauti katika maeneo ya Minembwe na viunga vyake ambako kuna utulivu na amani kufuatia na kushindwa kwa ushirikiano wa majeshi ya Kinshasa, wanajeshi wa Burundi, makundi ya waasi wenye silaha wakiwemo Mai Mai FDLR waliokuwa na mpango wa mauaji na mateso dhidi ya Watutsi wa kabila la Wanyamulenge, huku wakiendelea kushambulia sehemu hizo. Hizi ndizo habari, mpenzi msikilizaji, tulikuwa tumekuandalia kwa hivi sasa. Jina langu ni Hosbon Dagiro, na nikukumbushe, kama hujabonyeza alama ya subscribe, waweza kubonyeza ili uendelee kuona habari tunazo kuandalia kila siku.